Leo tuko katika somo la 4 katika mfululizo wa masomo ya mwanzo mara baada ya kuokoka. Kama mtoto mchanga anapokuwa amezaliwa, anatakiwa apate maziwa ambayo kwa maziwa hayo ndiyo yanamfanya aweze kukua. Ndivyo ilivyo kwako wewe uliokoka. Kama ulifuatilia somo la kwanza ambalo lilikuwa na kichwa kuokoka ni nini, utakuwa unaelewa vizuri sasa. Tukisema kupata maziwa, inafafanua kwamba kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili, na kama anavyozaliwa mtoto mara ya kwanza ili akue anatakiwa kupata maziwa, vivyo hivyo ndivyo ulivyo na wewe kama Biblia isemavyo. Siku ya leo tunajifunza somo lenye kichwa uongo wa Shetani, ikiwa ni somo la 4 katika mfululizo wa masomo ya mwanzo baada ya kuokoka. Uongo wa Shetani. Ni muhimu kwa kila mmoja wetu ambaye unafuatilia masomo haya kutoka kwenye kila pembe ya ulimwengu kufahamu kwamba mara tu mtu anapookoka, mara tu mtu anapotolewa dhambini, kama wewe ulipotolewa dhambini tu, mbingu yote ilijaa furaha na shangwe isiyokuwa ya kawaida. Katika Luka 15 mstari wa 7 mpaka mstari wa 10, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99, yani 99 ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Akiisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubu. Siku ulipotubu dhambi, mbingu ilijaa furaha isiyokuwa ya kawaida, ilijaa shangwe isiyokuwa ya kawaida. Lakini hauna budi kufahamu, hata pamoja na mbingu kuwako na shangwe ya ajabu, lakini kiumbe mmoja alijaa ghadhabu ya kupitiliza, alijaa hasira isiyokuwa ya kawaida kwa wewe kutubu dhambi zako. Kiumbe huyo ni nani? Ni Shetani. Kama ilivyokuwa wakati wa Farao, wana wa Israeli kutolewa kutoka katika nchi ya Misri na Mungu mwenyewe kwa kumtumia Musa. Kwa Mungu ilikuwa ni furaha, kwa Waisraeli wenyewe ilikuwa ni furaha, lakini ilikuwa ni hasira, ilikuwa ni ghadhabu isiyokuwa ya kawaida ilikuwako kwa Farao na kwa majeshi yake yote. Farao alifanya nini? Farao aliandaa mikakati ya kujaribu kuwarudisha nyuma, kujaribu kuwarudisha wana wa Israeli katika utumwa ambao walikuwa nao. Hivyo ndivyo atakavyofanya Shetani kwetu. Kiwa tumeokoka, tumetoka Misri, maana yake tumetoka dhambini, na sasa tuko jangwani, yani duniani, tunaelekea Kanaani ambayo ni mbinguni. Farao kama Shetani. Shetani mwenyewe ndio anafananishwa vile vile na Farao. Kwa hiyo Shetani kama Farao ataandaa askari wake, ataandaa wafanyakazi wake ambao ni majini, ni mashetani, ataandaa wafanyakazi wake na kutumia mbinu mbalimbali ili aweze kutuvuta turudi tena Misri, kutuvuta turudi tena dhambini. Na hatuna budi kujua sasa, Shetani anatumia mbinu mbalimbali, na Shetani wakati wote anapotaka kuturudisha nyuma, anapotaka kuturudisha dhambini, huwa haji waziwazi, huja kwa kificho. Kwa nini anakuja kwa kificho? Kwa sababu anajua akija waziwazi utamgundua na utamkimbia. Shetani hawezi kukwambia ukiwa umeokoka akakwambia twende tukanywe pombe, haraka utajua kwamba wewe ni Shetani. Shetani hawezi kukwambia tukafanya uzinzi, haraka utashtuka, utangamua na utakimbia. Shetani hawezi kukwambia twende tukaibe, haraka hivyo. Anajua utashtuka na utakimbia. Kwa sababu hiyo
Shetani anapotaka anapotaka kukurudisha dhambini, sasa atatumia mbinu za kificho sana. Kwa karibu sasa tutaangalia njia au mbinu anazotumia shetani kujaribu kuturudisha nyuma. Moja, atatumia uongo. Hatuna budi kufahamu kwanza, shetani anaitwa baba wa uongo. Neno baba maana yake mwanzilishi, yeye ndio chimbuko la uongo wote. Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Yohana sura ya 8 mstari wa 44, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Kwa hiyo shetani ni mwongo na ni mwanzilishi wa uongo huo. Kwa hiyo mbinu kubwa, shetani atatumia uongo. Hiyo ndio mbinu kuu, shetani atatumia uongo. Na uongo ni kuja kwa kificho, ni kuja kutumia maneno ambayo yanaonekana ni ukweli ili uyaingie, na ukiingia unajikuta tayari umekwisha kunaswa. Na kwa sababu hiyo shetani wakati mwingine atakuja kama malaika wa nuru, atakuja kama mwema. Naposema malaika wa nuru, anakuja katika taswira inayovutia, anakuja katika taswira inayoonekana nzuri. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 14. Wakorintho wa pili 11:14. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Shetani hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kwa hiyo atatumia uongo sana, lazima ungamue hilo. Atatumia kila aina ya uongo. Sasa katika uongo wake shetani atatumia aina 4 za uongo. Ataleta uongo katika maeneo 4. Eneo la kwanza, atawatumia watu kukwambia umepotea. Hii ni aina ya uongo ambao shetani atautumia. Atatumia watu kukwambia umepotea. Watazuka watu wa kila namna, watu ambao ulikuwa unasali nao katika dini uliokuwako. Watakuja watu ambao watakwambia umepotea, wale ambao ulikuwa unasali nao katika dhehebu ambalo linakataa habari za Yesu, zinakataa habari za kuokoka. Watakwambia umepotea. Watakwambia umeingia katika imani za ajabu. Watakwambia umepotea. Usisikilize maneno yao. Hata wakati wa Yesu Kristo alimhudumia mtu mmoja kipofu, na watu wakawa wanamwambia yule kipofu ambaye sasa alikuwa amepata kuona, wakijaribu kumlazimisha amkane Yesu, amtamke Yesu katika mambo mabaya, amtamke Yesu katika sura iliyo mbaya. Yohana sura 9, mara baada ya kufanywa ni karibu sura yote kimsingi inaelezea habari hiyo. Mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5 inaeleza jinsi ambavyo mpaka mstari wa 7 yule mtu akawa Yesu ametema mate chini, amekoroga tope, akapaka katika macho yake, akamwambia nenda kanawe katika birika, yani katika bwawa linaloitwa bwawa la Siloam. Akaenda akajiosha hapo, akalipojiosha akarudi anaona. Wapinzani wa Yesu Kristo, watu waliokuwa kwenye dini aliyokuwako kipofu huyu, wale waliokuwa wanasali naye mtu huyu, wakaanza kuclaim, wakaanza kunyanyua maneno mabaya kwamba imekuwaje umepata kuona. Akasema mtu yule anaitwa Yesu, mimi ndiye aliyeniponya. Wakaanza kumuonyesha kana kwamba huyo mtu sio sawasawa, huyo mtu amekengeuka, sio mtu mwema. Ni kwa namna nyingine walikuwa wanajaribu kumshawishi amkatae huyo Yesu Kristo. Sasa labda haraka mstari wa 7 na kuendelea, akawaambia mstari wa 8, basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni muombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye, wengine wakasema la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope akanipaka macho, akaniambia,
nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa Sabato hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao akamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake, kwa vile alivyokufumbua macho? Tayari alishawaambia nimefumbuliwa macho na Yesu. Wanaanza kumshawishi sasa, wewe unasemaje kwamba huyo ni mtu wa Mungu au imekuwaje? Akasema ni nabii. Akasema mimi naona ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona, wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi unavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, ajisemee mwenyewe. Kwa nini wazazi wanasema hivyo? Kwa sababu nao hawa walikuwa ni washirika, wanasali pamoja, walikuwa wanaogopa wanaweza wakafukuzwa kwenye dini yao, wakafukuzwa kwenye dhehebu lao. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi, maana yake atafukuzwa katika dini, atafukuzwa katika imani yao. Ndiyo sababu wale wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Basi mara ya pili wakamuita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu, sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Unaona, wanajaribu kumkandamiza na kusema huyu hana lolote, mkatae. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui, najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuambia wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi kwa maneno mengine, huyu ndugu alipotendewa muujiza ule, pale pale alimkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndio maana anasema na nyinyi mnataka kuwa wanafunzi wake, manake yeye tayari alikuwa mwanafunzi wake. Basi wakamshutumu, unaona, na wewe watakushutumu. Huo ni uongo ambao shetani atautumia. Atatumia watu kukuambia umepotea, watakushutumu kwamba umepotea, umeenda wapi huko. Mstari wa 28. Basi wakamshutumu wakasema, wewe mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Wewe unaenda kusali huko? Sisi tunasali Sabato. Sisi tunaabudu katika msikiti. Sisi watakushutumu. Sisi ni wanafunzi wake Musa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Anashangaa maana yake. Tunajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake umsikie huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nao unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Unaweza kuona watakunyoshia vidole kwamba wewe huna lolote, ulikuwa hujui chochote, umekengeuka, mpagani. Unaweza kuona watakushutumu na kukushutumu. Kwa hiyo watakwambia umepotea, usiwasikilize. Shikilia msimamo kwamba Yesu Kristo uliyempokea ndiye kiongozi wako, ndiye atakaye kusaidia kushinda majaribu na hatimaye kuingia mbinguni. Uongo wa pili atakaotumia, atatumia dini na madhehebu kukwambia uongo. Wataibuka watu katika dini yako, wataibuka watu katika dhehebu lako. Wengine mliokoka mlitoka Katoliki, wengine mliokoka mlitoka kwenye kanisa la Sabato, wengine mliokoka mmetoka kwenye dini mbalimbali, kwenye madhehebu mbalimbali ambayo hayasimamii kweli isiyotiwa maji, hawasimamii kweli yenyewe hasa, na ukaona kabisa kuna ukengeufu dhahiri. Wanasema wokovu wengine mdomoni, lakini kiuhalisia hawatendei kazi. Wataibuka na kukwambia toka huko. Watakwambia dini hiyo sio dini yetu, dini hiyo ilianza juzi, dini hiyo haifai, ondoka huko. Usiwasikilize. 3, atatumia dini atakwambia, watakuja na kukwambia
dini uliyoingia ni ya juzi juzi. Dini ya ulokole uliyoingia ni ya juzi juzi. Hauna budi kufahamu ukweli huu. Ukweli ni kwamba dini ya ulokole au dini ulokole ni jina lililozoeleka hivi karibuni, lakini kimsingi ni dini ya wokovu, imani ya wokovu. Imani ya wokovu ni imani ya kale kupitiliza kuliko Uislamu, kuliko Ukatoliki. Ni dini ya kale. Ni muhimu tufahamu Uislamu duniani umeanza mwaka 610 AD, yani Anno Domini, mwaka 610 baada ya Kristo. Muhammad ambaye ndio mwanzilishi wa Uislamu duniani alizaliwa mwaka 570 kwenda 71 na akajitangaza ni mtume akiwa na umri wa miaka 40. Maana yake mwaka 610 kwenda 11 alijitangaza kwamba yeye ni mtume, na kuanzia hapo Uislamu ulianza. Wakati Ukatoliki umeanza mwaka 325. By the way, Ukatoliki na Uislamu, Ukatoliki umetangulia kabla ya Uislamu. Lakini Ukatoliki ni wa baadaye. Imani ya ulokole ambayo ndiyo Yesu Kristo aliyoileta duniani ilianza mwaka gani? Ilianza mwaka wa 4 Yesu Kristo alipokuja duniani. Yesu Kristo yeye anaitwa Mwokozi. Jina lake peke yake. Mathayo 1:21 utazaa mwana utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu kuzaliwa duniani ni kuzaliwa wokovu duniani. Wokovu duniani umekuja mwaka wa 4 toka katika kalenda ya kawaida. Yesu Kristo alipozaliwa ndipo miaka ilianza kutoka chini kwenda juu. Kwa hiyo mwaka wa kimsingi wokovu ulikuja duniani mwaka wa kwanza Yesu Kristo alipozaliwa duniani, na rasmi kanisa likazaliwa mwaka wa 33 baada ya Kristo. Maana yake Yesu alipoondoka kanisa lizaliwa hasa kwa maana ya kundi la Wakristo wa kwanza baada ya Yesu mwaka wa 33. Kipi kimetangulia? Ukristo ulianza mwaka wa kwanza. Yesu ambaye ni Mwokozi alipokuja duniani, maana yake alileta wokovu. Luka sasa sura ya 19 mstari wa 10, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kilichomfanya Yesu kuacha mbingu kuja duniani ni kuokoa. Kwa Yesu alikuja kuokoa duniani, alikuja kuleta wokovu. Kwa ujio wake ni kuleta wokovu. Na mwaka 325 ndio Ukatoliki unazaliwa. Umekuja baadaye mbele. Uislamu mwaka 610 umekuja baadaye sana. Kipi kimeanza? Ulokole sio dini ya juzi juzi. Ni dini ya zamani kuliko Uislamu, kuliko Ukatoliki. Kwa hiyo uongo huo usikilize. Wewe shikilia habari za Yesu Kristo kama ninavyokufundisha. Sio tu Shetani vile vile ataleta uongo katika mawazo. Ataanza kuzalisha mawazo ya uongo ndani ya kichwa chako. Utaanza kuhisi, utaanza kujiona kama umepotea hivi, kama hauko sawa sawa hivi. Mawazo ya namna hiyo hayatokani nawe. Shetani huwa anachokifanya, huwa analeta mawazo mabaya kichwani kwako, alafu anayafanya ujihisi ni kama unawaza wewe mwenyewe. Kumbe ukweli sio wewe, ni yeye amearusha ndani ya ubongo wako, alafu anakuwazisha vibaya. Ni kama mtu ambaye anawasha TV kwa kutumia remote control. Anatumia remote. Kwa hiyo mtu yuko mbali, anawasha TV iko mbali. Ndivyo anavyofanya Shetani. Hayuko ndani mwako, hayuko kwenye mawazo yako, lakini analirusha wazo ndani ya ubongo wako. Ukilitendea kazi, tayari amekwisha kunasa. Mawazo yote ya namna hiyo lazima uyakatae, usiyakubali kabisa. Kwa mbinu ya kwanza ambayo ataitumia ni uongo, na nimekuonyesha maeneo 4 ambayo uongo atakaotumia.